Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu sana katika neno la maarifa. Hapa ni neno la maarifa na tunakutana kwa ajili ya kupata maarifa ambayo yatatusaidia tusiangamie, tutembee katika lile kusudi la Bwana kwenye maisha yetu. Kama ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa, basi hapa ni neno la maarifa ambako tunakutana kwa ajili ya kutiana moyo, kwa ajili ya kuamsha shauku ya maombi ndani ya mwanamke. Mungu amemuita mwanamke kuwa mlinzi, na mlinzi anatakiwa kae vyema katika nafasi yake ambayo Mungu amemuitia. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuleta shauku zaidi ya maombi, kwa ajili ya kujifunza zaidi kutembea katika yale mapenzi ya Mungu ambayo Bwana ameyakusudia kwa mwanamke. Huwa tuna program saa 8 za usiku, program za maombi na maombezi saa 8 usiku katika channel hii ya Neno la Maarifa, live kabisa kupitia channel hiyo saa 8 za usiku. Karibu sana sana sana. Lakini pia tuna program za maombezi ya mtu mmoja mmoja kwa njia ya simu, ambapo unawasiliana nami kwa namba 0712699762, unaandika ujumbe wako hapo, alafu tunaona namna ya kuomba pamoja na kutembea pamoja katika lile kusudi ambalo Bwana amelikusudia. Neno la Bwana linasema heri wawili kuliko mmoja. Kuna namna ambavyo utahitaji mtu wa kukutia moyo, wa kuomba naye. Hapa ni sehemu sahihi kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Pia tunakuwa na maombi ya WhatsApp kwa njia ya WhatsApp, hasa siku za Jumamosi tunakuwa na maombi kwa njia ya WhatsApp. Mungu akubariki sana kwa ambao umekuwa ukishiriki na ambaye pia unaendelea kushiriki. Ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mission ya Kagera, mkoa wa Kagera. Tumekuwa na mission katika mkoa wa Kagera mwezi uliopita, mwezi wa 4, na hakika tuliona mwitikio mkubwa wa wanawake ambao waliweza kufika pale Muleba, na tukaweza kuwa na maombi pamoja, na tukafanya maombi ya ujazo wa nguvu za maombi kwa mwanamke. Ilikuwa ni nzuri sana na nimepata shuhuda nyingi na wamefurahi sana kwa ajili ya program hiyo. Asante sana wewe ambaye umesupport fedha zako kuhakikisha tumefika Muleba. Tulifika Muleba na tukaweza kuhudumia wanawake wa Muleba kwa neema ya Mungu. So asante sana kwa support yako ya fedha, asante sana kwa support yako ya maombi, asante sana kwa support yako ya ushauri, na Mungu aendelee kukubariki. Our next stop ni Arusha. Arusha tutakuwepo tena Arusha. Kwa mara nyingine tena Mungu atatupa neema ya kuwepo Arusha. Kwa hiyo nitaweza kuwataarifu ni wapi tutakutana na wanawake wa Arusha ambao tutahitaji kuwa na maombi ya pamoja. Tutakuwa na maombi ya mtu mmoja mmoja, tutakuwa na maombi ya kuachilia nguvu ya maombi kwa mwanamke. Kwa hiyo tafadhali watu wa Arusha mweze kujiandaa. Nitaweza kuambia hasa ni lini. Watu walipo Arusha na mikoa ya karibu sana, tuweze kushare pamoja hii neema ambayo Bwana ametupatia katika maisha. Basi kabla tuendelea, tunembeleza Mungu kwa ajili ya maombi, tuweze kuingia katika session yetu ya siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema yako na nguvu zako ambazo Mungu umemimina juu ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya rehema zako Bwana. Achilia msamaha yako Bwana kila tulipokosea, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Bwana, naikabidhi program hii mkononi mwako. Roho Mtakatifu ukaniongoze sasa na mapenzi yako. Nenda kinyume na kila nguvu za giza na kila roho za kuzimu, hazina mamlaka katika jina la Yesu. Amen. Biblia inatuambia kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tunahitaji sana maarifa kila siku. Kama wanawake, kama mabinti, tunahitaji maarifa ya kutusaidia ili tusiangamie, tutembee katika lile kusudi la Bwana ambalo Bwana amelikusudia. Sasa katika maisha ya mwanadamu yoyote yule kuna malaika. Katika maisha ya kila mwanadamu kuna malaika ambao Mungu amewaachilia kwenye maisha yake ili waweze kutenda naye kazi.
Katika ulimwengu wa mwili unaweza kuonekana uko mwenyewe, uko lonely, uko na upweke, lakini nikuhakikishie kama unatembea vizuri katika mapenzi ya Mungu na unatembea katika utakatifu, hauko peke yako. Uko na malaika ambao wanakutumikia, ambao wanatenda kazi pamoja na wewe. Sasa leo tutakwenda kujifunza jinsi ambavyo tunaweza tukawafanya malaika wale ambao Mungu ametupatia kwenye maisha yetu waweze kutenda kazi katika maisha yetu. Unaweza kuwa na malaika wapo lakini hawafanyi chochote kwenye maisha yako. Kwa nini? Hujawapa access, haujawapa ruhusa ya kufanya kitu kwenye maisha yako. Haujawasababisha wao kufanya kitu. Sasa tutaenda kuangalia baadhi ya vitu hapa ambavyo ni vya msingi sana, muhimu sana, vya kukusaidia wewe kuwaweka malaika katika utendaji kazi. Mungu ametupa malaika kwa ajili ya kazi mbalimbali. Malaika wa taarifa, malaika wa ulinzi, malaika kuhakikisha kwamba unatembea katika lile kusudi la Bwana ambalo umekusudia. Lakini je, hawa malaika tunawatumia vizuri? Je, wanatutendea kazi ama wanatenda kazi pamoja nasi the way ambavyo Mungu amekusudia? Je, unawapa access? Ama malaika wako wamekaa tu, hawana cha kufanya, hawana chochote cha kufanya? Nikwambia kwamba wewe ndio unao mamlaka ya kuwaweka malaika katika utendaji kazi. Kama hautogundua majukumu yako ya msingi ya kufanya ili waruhusu malaika waweze kufanya kazi, basi utajikuta tu huko tu. Una mambo magumu unapitia ambayo kimsingi malaika wangeingilia kati. Lakini kwa sababu haujawapa majukumu hayo, haujawa activate, wanashindwa kufanya kile ambacho wanatakiwa kufanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo tutakwenda kupitia mambo ya msingi sana ambayo ni muhimu sana kama mwanamke, kama mtu mwingine yote, uweze kuyafahamu na kuyatendea kazi kila siku ili uweze kuwapa kazi malaika zako. Mungu amewaassign malaika kwa ajili yako wakutumikia wewe. Miaka yako yote utakuwa hapa duniani. Lakini malaika hawa hawafanyi kazi tu hivyo kama tunavyofikiria. Wana namna ambavyo utawapa mafuta ama utawapa fuel ama utawafanya waingie kazini kwenye maisha yako. Na taka tuende tusome katika kitabu kile cha Mathayo mlango wa 4 na mstari wa 8. Mathayo mlango wa 4 kuanzia mstari wa 8 pale anasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Bwana Yesu Kristo alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Mstari wa 11 anasema, kisha Ibilisi akamwacha na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Unapolitii neno, unapolitendea kazi neno, unapokuwa katika maombi, unawapa malaika kazi ya kufanya. Wanaanza kukutumikia. Unapoingia, ndio maana unapoingia kwenye maombi, hakikisha maombi yako unayasindikiza na neno. Lazima kuna neno la Mungu, imeandikwa, sitakufa bali nitaishi. The moment unapotaja lile neno, malaika wa uzima anakuja kutia uzima kwenye mwili wako. Imeandikwa, mimi ni kichwa wala sio mkia. Unapotamka lile, malaika anaingia katika utendaji kazi kuhakikisha kweli wewe sio kichwa wala sio mkia. Kwa lazima wewe ni mtu wa kutamka neno, ni mtu wa kuomba neno. Mungu hasikilizi malalamishi yako mangapi unayosema. Hasikilizi kilio chako ambacho unalalamika. Anaangalia neno lake litimize. Na ndio maana malaika wapo wanasubiri uliseme neno, wapo katika maombi. Ulitamke neno, wapo katika maombi. Uliishi neno, unapoliishi neno moja kwa moja, unawapa malaika nguvu ya kuingia na kufanya kazi kwenye maisha yako. Tunaona hapa mfalme wa falme hapa alisema imeandikwa. Akataja neno.
Baada ya kutaja lile neno, basi malaika wakaja wakamtumikia. Watu wengi leo malaika wapo tu idol kwenye maisha yako. Wapo kukutumikia lakini hawakutumikii. Kwa nini? Kwa sababu hautamki neno. Watu wengi sana wamekuwa wakiwapa mapepo kazi badala ya kuwapa malaika kazi. Anaamka tu anaanza kukiri udhaifu. Maisha haya hivi na hivi. Mambo haya yameenda vibaya. Nikwambie ukweli, katika ulimwengu wa roho kuna mapepo na kuna malaika. Wako standby kusubiri unatamka nini kwenye kinywa chako. Tamka neno la Mungu, wape malaika kazi ya kufanya. Na ukitamka kinyume na neno la Mungu, vitu ambavyo ni vibaya, basi vinawapa mapepo na mashetani authority ama nafasi ya kutenda kazi kwenye maisha yako. Unaamka asubuhi, badala ya kuwabariki watoto wako unaanza kuwalaani. Unapotamkia maneno ya laana, unawapa mashetani na mapepo nafasi ya kutenda kazi. Ona, mtoto huyu jinga, malaika wa kuzimu au mapepo, unapotamka kwamba mtoto wako ni mjinga, wanakuja sasa, hata kama kweli alikuwa sio mjinga, wanakuja wanatia ujinga kwenye ufahamu wake. Lakini unapotamka ukakiri neno, Biblia inasema kwamba acha aliye masikini aseme ni tajiri, aliye dhaifu aseme mimi ni mzima. Jitamkie uzima. Tamka neno la Bwana hata kama hauoni matokeo bado. Litamke neno la Bwana, kiri neno la Bwana, litamke neno la Bwana kwenye maisha yako. Uwape malaika kazi. Uwapo kwenye maombi, sema neno, tamka neno. Hapo nyumbani kwako una friji, una chumba chako na makabati, andika neno la Mungu. Andika mistari ya Biblia, ibandike pale kwenye friji. Ukifika kwenye friji ukitaka kufungua, unatamka yale maneno kwa ujasiri, katika jina la Yesu Kristo nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yes. Tamka maneno ya ushindi. Ninaweza mambo yote, haijalishi ni mambo gani napitia, lakini ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Neno kila mahali, neno kwenye nyumba yako. Uweka neno katika miimo ya milango yako. Eka neno la Mungu. Bandika neno la Mungu. Na kubandika neno la Mungu, pointi yangu hapo ni kwamba utakapokuwa umelibandika, basi utakuwa unalisoma mara nyingi na unalikiri na unaliwaza ndani ya moyo wako, na unawapa malaika kazi kwenye maisha yako. Watu wengi katika nyumba zao wameweka mapambo. Wamenunua mapambo, na mapambo mengine hata hujui yametoka wapi. Haujui origin yake. Haufahamu yametoka katika miungu gani. Unaweka katika nyumba yako. Jaza nyumba yako neno. Ukigeuka upande huu ni neno. Ukigeuka upande huu ni neno. Kila mahali ni neno, unalisoma. Sawa na vile katika kitabu kile cha Yoshua 1:8 inavyosema, litafakari neno mchana na usiku. Maneno ya Torati yasitoke kinywani mwako. Neno, kadiri unavyolitamka neno, unavyolisema neno, malaika wanaingia kazini kwenye maisha yako. Malaika wanaingia kazini, wanaingia na panga za moto. Imeandikwa, hakuna silaha itakayonidhuru. Unapotamka lile neno, moja kwa moja malaika wanaingia na upanga. Hata kama kulikuwa kuna mashetani wanataka kukudhuru, lakini upanga wanaingia, kata kichwa cha maadui zako. Imeandikwa malaika atafanya nini? Atashika mguu wako, atalinda miguu yako usijikwae. Ukisoma katika ile Zaburi ile 91 pale, nazungumzia ulinzi. Tamka neno kila siku. Watu wengi wamekuwa kilalamika tu, wanaishi kwa malalamiko, lakini hawatamki neno. Wanazuia utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yao. Ukilifanyia kazi neno, ukilitenda neno, ukilitamka neno, unawapa malaika authority ama nguvu ya kuingia na kutenda kazi kwenye maisha yako. Lakini pia malaika wametumwa kutuhudumia wale ambao tumeurithi wokovu. Ukisoma katika Waebrania 1:14, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi wokovu? Hao ni roho watumikao ambao wametumwa kutuhudumu. Kurithi nini? Wokovu. Tutakaourithi wokovu. Kwa malaika wanakutumikia, haijalishi ni hali ngumu ulionayo kiasi gani.
Haijalishi ni upweke gani ulionao, ni kuambia kwamba wapo malaika wanaokutumikia kwa sababu umesimama katika utakatifu. Umesimama katika lile kusudi la Bwana. Kama vile ambavyo tunaona viongozi wa nchi wakubwa wanatembea na misafara mikubwa, wanatembea na walinzi. Ni kuambia kwamba wewe ambaye umeokoka, unatembea katika wokovu, unatembea katika utakatifu, ulinzi wako ni zaidi ya hao. Wapata picha tu, unapita unakuta kuna ulinzi mkubwa unapita. Anapita kiongozi wa nchi, wanapita viongozi mbalimbali wa nchi, wamewekewa ulinzi, lakini ulinzi wako ni zaidi ya huo. Malaika wa Bwana wanalinda mguu wako usijikwae. Wanakulinda usitembee katika kusudi ambalo sio la Bwana. Kwa hiyo lazima uwape malaika kazi. Wasikae tu bila chochote cha kufanya. Lazima ulisome neno la Mungu, ulitafakari neno la Mungu, uliishi neno la Mungu, ulitamke neno la Mungu, ulikiri neno la Mungu. Kwenye maombi yako, unapoingia kwenye maombi, ni sehemu ambayo unawapa malaika kazi zaidi, kwa sababu unakuwa na ukiri na matamko na matamshi ambayo yanaendana na neno la Mungu, yanawaingiza malaika katika utendaji kazi. Kwa ni kwambia kwamba ongeza utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yako kwa kuwa kwenye maombi muda mrefu, masaa mengi. Ongeza muda wako wa maombi. Unawapa malaika wako kazi. Malaika wako wasiwe idle wamekaa tu wanakusubiria wewe. Wewe upo na wewe hujui wajibu wako, basi malaika wapo tu, hawana cha kufanya, wametulia. Wape malaika kazi kwa kuwa katika maombi. Unapokuwa katika maombi na hayo maombi yako yaambatane na neno la Mungu, unawapa malaika kazi, wanaingia kazini. Usitamke maneno ambayo ni kinyume na neno la Mungu. Tamka neno la Mungu, kiri ushindi kwenye maisha yako ili wape malaika kazi kwenye maisha yako. Hapa tunaona pia malaika wapo kutoa maelekezo ya kiungu. Malaika wanatumiwa kutoa maelekezo ya kiungu katika maisha yako. Tunaona katika kitabu kile cha Hesabu 22:22 anasema, hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpinga. Basi alikuwa amepanda punda wake na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaamu akampiga punda ili kumrejeza njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama pahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande huu na kitalu upande huu. Tunapo malaika anatumwa kwenda kutekeleza maelekezo. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana, hapakuwa na nafasi kugeuka mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balaamu. Hasira yake Balaamu ikawaka, akampiga punda kwa fimbo yake. Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balaamu, nimekutenda nini hata kanipiga mara 3 hizi? Balaamu akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki, laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu ningekuua sasa hivi. Yule punda akamwambia Balaamu, je, mimi si punda wako? Nawe umenipanda maisha yako yote hata leo? Nimezoea kukutenda hayo. Akasema la. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu, akamuona malaika. Akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa akaanguka kifudifudi. Malaika wa Bwana akamwambia, mbona umempiga punda wako mara 3 hizi? Tazama, mimi nimekuja ili kukupinga, kwa sababu njia yako imepotoka mbele za Mungu. Punda akaniona, akageuka upande mbele zangu mara 3 hizi. Kama asingejiepusha nami, bila shaka ningalikuwa wewe, ningemwacha yeye hai. Balaamu akamwambia malaika wa Bwana, nimefanya dhambi, maana sikujua kuwa wewe umesimama njiani ili kunipinga. Basi sasa, ikiwa umechukizwa, nitarudi tena. Malaika wa Bwana akamwambia Balaamu, enenda pamoja na watu hawa, lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalolisema. Basi Balaamu akaenda pamoja na wakuu wa Balaki. Tunaona hapa malaika anatumwa aweze kutoa maelekezo. Huyu Balaamu alikuwa anaenda tofauti na maelekezo, akatumwa malaika kumweka katika mstari. Na tunaona hapa
punda ndio alimuona malaika. Balaamu hakuona, na baadaye akawa anampiga punda. Lakini tunaona hapo, unaona kilichotokea. Pointi hapo, malaika wapo kutuelekeza katika njia ambayo tunatakiwa kuiendea. Sasa usipofuata maelekezo ya Mungu, neno la Mungu, ukawapa malaika kazi kwa upande wako, kinachotokea ni kwamba malaika wanakuwa kinyume nawe. Unapoenda kinyume na neno la Mungu, kinyume na maelekezo ya Mungu, malaika wapo kukupinga. Kama hauta wapa nafasi ya kutembea katika maisha yako kupitia neno la Mungu, kwa wewe kutamka neno na kuliishi neno katika maisha yako, tunahitaji kuwapa malaika kazi. Malaika wana kazi ya kutulinda. Malaika wana kazi ya kutulinda. Kusoma katika Danieli 6:22, anasema Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makano ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele yao mfalme sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, kaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Malaika wana kazi ya kutulinda. Lazima tutembee katika mapenzi ya Mungu. Tunamuona hapa Danieli aliwapa malaika kazi ya ulinzi. Kwa nini? Alilitii neno, alilifanyia kazi neno, malaika wakaingia kwenye ulinzi. Je, kama Danieli asingetii neno la Mungu, kama Danieli asingemtii Mungu, je, malaika hawa wangekuja kumlinda? Malaika hawa wangekuja na kumlinda? Kuna malaika kwenye maisha yako, kuna pointi nyingine wanashindwa kukulinda kwa sababu wewe hujawapa nafasi, haujalitii neno, haulifanyii kazi neno la Mungu. Unawatiwa na damu zaidi kuliko kumtii Mungu. Danieli alikuwa na uwezo kabisa wa kusema sasa mfalme ndio amenipa kuwepo hapa na amenipa nafasi hizi na hizi. Amesema tuabudu hii sanamu. Ngoja niabudu hii sanamu kwa sababu mfalme amenipa nafasi. Hakufanya hivyo. Alitii neno la Mungu. Watu wengi leo wanatembea katika hali ya kutokuwa na ulinzi wa Mungu, kwa sababu badala ya kumtii Mungu wametii wanadamu. Badala ya kumtii Mungu umemtii mwanadamu ambaye yeye ana mwisho wake. Sasa kwa sababu umemtii mwanadamu, Mungu anaondoa ulinzi kwenye maisha yako. Malaika wanaondoa ulinzi, wanakuwa kulini. Kwa lazima utembee katika utakatifu, lazima utembee katika haki ya Mungu, lazima utembee kwa kulifuata neno, ili malaika wapate kazi ya kukulinda. Ili malaika waingie kazini kukulinda, lazima ulitii neno la Mungu. Lazima ulitii neno la Mungu. Ukisoma katika Zaburi ya 91 pale nasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Watakulinda malaika kama unatembea katika kusudi la Mungu. Watakulinda kwa sababu unalitii neno la Bwana. Mstari wa 12 Zaburi 91 nasema, mikononi mwao atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Imagine, hata mguu wako tu haupaswi kujikwaa katika jiwe. Ukitembea katika mapenzi ya Mungu na ukawapa malaika access kwenye maisha yako ya kukupa ulinzi. Watu wengi leo wameingia kwenye hatari kwenye maisha yao ya rohoni na ya mwilini. Kwa nini? Kwa sababu hawajaruhusu malaika, hawajaruhusu kutendea kazi neno la Mungu, ambalo hilo neno la Mungu linawapa malaika access ya kuingia kwenye maisha yako na kukupa ulinzi. Ukitembea katika kusudi la Mungu vizuri, malaika wapo kwa ajili ya kukupatia taarifa. Utakapofuata maelekezo ya Bwana Mungu wako ambaye anakuelekeza, malaika wapo kwa ajili ya kukupatia taarifa. Hebu tusome katika kitabu kile cha Luka mlango wa 1 na mstari wa 26. Anasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareth, kwa mwanawali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariam. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yale, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu.
Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Lazima utembee katika mapenzi ya Mungu. Ukiangalia huyu Mariamu, ni kwa nini alipewa taarifa na mamlaka? Aliletewa taarifa na malaika. Kwa nini? Ukiangalia, kwanza alikuwa ni bikira. Hakuwahi kutembea na mwanaume yoyote. Alikuwa mvumilivu akisubiri kuolewa. Mungu anatafuta watu wanaotembea katika ukamilifu, katika utakatifu. Kuna taarifa nyingine hautozipata. Kwa nini? Kwa sababu umeharakia mambo. Umefanya vitu kabla ya muda wake. Umetenda mambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunaona hapa Mariamu katika moja hapo ya qualification yake ni kwamba alikuwa ni bikira. Alitembea katika mapenzi ya Mungu. Alitembea katika kusudi la Mungu. Akapata nafasi ya kupata taarifa kutoka kwa malaika. Taarifa hizi njema ya kwamba atachukua mimba na kuzaa mwana. Jina lake utamwita Yesu. Sasa kuna watu wengi ambao mnakosa kupata taarifa kutoka kwa malaika. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo mnavifanya kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na maelekezo ya Mungu. Unakosa taarifa kutoka kwa malaika wa Bwana. Taarifa njema zinakosa kukujia. Kwa nini? Kwa sababu haujatembea katika yale makusudi ya Mungu. Tutembee katika mapenzi ya Mungu ili malaika watumwe zaidi kwetu, kutuletea habari njema kwenye maisha yetu, kutuletea taarifa njema katika maisha yetu. Tutaona hapa pia malaika wana kazi ya kuleta majibu. Malaika wana kazi ya kuleta majibu. Lakini haya majibu wewe ndio unayosababisha yaje ama yasije. Unakuta mtu anaomba na baada ya kuomba anaona kama vile hajajibiwa, basi anaamua kuishi maisha ya dhambi. Anaamua kuachana na wokovu. Sasa malaika anapokuja pale, pengine alitakiwa alete taarifa. Ukishaingia katika dhambi, unawapa malaika upungufu wa nguvu ya kufanya kazi kwako. Hawatakuja kufanya kazi. Tuangalie katika kitabu kile cha Mwanzo 21 na mstari wa 17. Mwanzo 21:17 anasema, Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita Ajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Ajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ukisoma pia Mwanzo 28:12 anasema, akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake. Sasa kuna muda ambao mtu unamwomba Mungu, unamuomba, lakini mwisho wa siku unaingia kwenye dhambi, unaingia kwenye manunguniko, unazuia wale malaika wasilete majibu. Tunaona hii ngazi hapa ambayo mtumishi wa Mungu aliota. Ikaonekana kwamba kuna ngazi malaika anaitumia kupanda na kushuka. Anapeleka mahitaji na kushusha majibu ya maombi. Sasa hii ngazi, kama ni mtu ambaye unaishi katika dhambi, ngazi hii inapotea. Malaika anakosa pa kupita. Sasa wewe maisha yako ndio anampa access malaika ya kutenda kazi kwenye maisha yako. Umemwomba Mungu, bado hujajibiwa. Basi kwa mvumilivu, tembea katika utakatifu. Acha manunguniko, acha lawama. Endelea kumwamini Bwana. Tamka neno kwenye maisha yako ili ngazi hii iendelee kudumu. Ili ule muda utakapofika malaika anataka kuletea majibu, basi ngazi iwepo. Watu wengi tunaondoa hizi ngazi ambazo inampeleka malaika unampeleka malaika apeleke maombi yako na kurudisha majibu kwa manunguniko. Unaomba kutoka kwenye maombi, unaingia kwenye manunguniko. Unaomba kutoka kwenye maombi, unaingia kwenye masengenyo, kwenye dhambi. Unaondoa hii ngazi. Malaika akitaka kukuletea majibu atapita wapi? Malaika huyu ambaye amepanda juu kuleta maombi, anarudi anakuta ngazi haipo. Unazuia utendakazi wa malaika wewe mwenyewe kwenye maisha yako, kwa maisha ambayo unaishi. Mwambie Bwana atusaidie. Tumwambie Bwana tusaidie tutembee katika yaliyo mapenzi yake. Hata kama umeomba kiasi gani bado hujapokea majibu, mpendwa, usilalamike. Usinungunike.
Endelea kumwamini Bwana, endelea kulikiri neno la Bwana, ili huyu malaika ambaye tayari ameshasikia maombi yako, amepeleka kwa Mungu, atakapotaka kurudi kukuletea majibu, akute ile ngazi ya kushukia, akuletee majibu yako. Kuna watu mmeomba, mmesubiri kwa muda mrefu, mmeomba, lakini mmeona kwamba sasa Mungu kama amechelewa. Mmeingia kwenye dhambi, mmeingia kwenye dunia. Embo mwambie Mungu akusaidie. Mpe malaika kazi. Ruhusu malaika, utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yako. Usiwe kikwazo cha kuzuia majibu yako wewe mwenyewe. Tunaangalia pia katika Zaburi 34:7 anasema malaika wa Bwana hufanya kituo. Sasa malaika wa Bwana anafanya kituo wapi? Anasema akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. My God. Unaona hapa kwamba si malaika tu anafanya kituo tu, anawazungukia na kuokoa wamchao. Sasa ili malaika huyu afanye kazi kwako, ili akuzungukie, lazima uwe unamcha Mungu, lazima umche Mungu. Ndio maana nimesema kuna vitu vya msingi ambavyo inabidi uvifanye ili kuactivate utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yako. Lazima uishi maisha ya kumcha Mungu, lazima uishi maisha ya kumpendeza Mungu ili uactivate utendaji kazi wa malaika katika maisha yako. Kuna watu wengi leo malaika hawatendi kazi ya kuwalinda. Kwa nini? Kwa sababu mmeondoka katika nafasi ya kumcha Mungu. Mmeondoka katika nafasi ile ambayo Bwana alitaraji uwepo, umeondoka hapo. Na ndiposa umezuia utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yako. Umezuia utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yako kwa sababu hautembei katika kumcha Mungu. Tunahitaji kumcha Mungu. Tunahitaji kuomba. Tunahitaji kuliishi neno. Tunahitaji kulisoma neno. Malaika unawapa activation kwa kuwa mtoaji. Lazima uwe mtoaji. Hebu tuende kwenye neno la Mungu hapa tuone neno la Mungu linasemaje kuhusiana na malaika, kuhusiana na utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yetu. Lazima uwe mtoaji. Unapotoa unawaweka malaika kwenye kazi. Unapotoa zaka, unapotoa sadaka, unapotoa kwa yatima, kwa wahitaji, unawapa malaika kazi ya kufanya kwenye maisha yako. Tunaona hapa katika kitabu kile cha Waamuzi. Tutaingia tuone hapa katika kitabu cha Waamuzi hapa jinsi ambavyo Manoa na mke wake walipata taarifa. Malaika alikuja. Alipokuja kuwapa taarifa, Manoa walitoa sadaka. Soma katika kitabu kile cha Waamuzi 6 na mstari 21. Hii tunaona habari ya Gideon hapa. Kisoma kuanzia mwanzoni kule utaona. Mstari 21 anasema ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwake, akaigusa ile nyama na ile mikate, moto ukatoka mwambani ukaiteketeza ile nyama na mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Alitembelewa na malaika Gideon. Baada ya kutembelewa na malaika alitoa sadaka. Tusome ile mstari 18 pale. Kuanzia mstari 18 anasema tafadhali usiondoke hapa hata nikujie nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele yako. Akasema nitangoja hata utakaporudi. Malaika Gideon anamwambia malaika, nitaleta zawadi yangu. Kuna watu mmemisi baraka nyingi kwenye maisha yenu kwa sababu malaika aliwatembelea, lakini kwa sababu hamja activate nguvu ya sadaka kwenye maisha yenu, basi malaika ameshindwa kufanya kitu kwenye maisha yako. Hapo malaika akasema nitangoja hata utakaporudi. Basi Gideon akaingia ndani, akatoa mwanambuzi na mikate isiyochua chachu na efa ya unga, akaitia ile nyama katika kikapu, akautia mchuzi katika nyungu, akamletea hapo nje chini ya mwaloni, akampa.
Soma mstari 20 anasema, naye malaika wa Mungu akamwambia, itoe nyama na mikate isiyochachwa iweke juu ya mwamba huu, ukaumwage huo mchuzi. Akafanya hivyo. Tunaona hapa kilichotokea. Alitembelewa na malaika. Hakumwacha malaika ondoke hivi hivi. Alitoa sadaka. Leo hii Wakristo katika eneo lile la sadaka ni eneo ambalo ni gumu sana. Unataraji kumuona Mungu sana kwenye maisha yako, lakini wewe sio mtu wa kutoa sadaka. Unazuia utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yako. Lazima ujekee utaratibu wa kuwatembelea watoto yatima, kujitoa kwa ajili ya watoto yatima, kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kusupport kazi ya Mungu. Unawapa malaika nguvu, unawapa activation katika maisha yako. Unawapa malaika. Tunaona hapa Gideon alipotembelewa na malaika, hakumwacha malaika hivi hivi. Sisi tupo na malaika kila siku wanatembea na sisi, lakini hatu activate kwa kutoa sadaka. Leo hii mtu kimwambia kwa habari ya sadaka, anaona kama vile pengine unataka pesa yake, lakini Biblia iko wazi hapa. Biblia iko wazi hapa. Tunako Ibrahim alipotembelewa na malaika, alitoa sadaka, hakumwacha malaika aondoke hivi hivi. Alichinja mwanambuzi, akaandaa chakula kwa ajili ya malaika. Alitoa sadaka. Ukisoma katika kitabu kile cha Waamuzi, tusome habari hii ya Manoa. Waamuzi 13. Ndipo yule mwanamke, mstari wa 6, Waamuzi 13. Sema yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake akisema, mtu wa Mungu alinijia na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu wa kutisha sana. Nami nikamuuliza, umetoka wapi? Wala hakuniambia jina lake. Lakini aliniambia, tazama utachukua mimba, nayo utazaa mtoto mwanaume. Basi sasa usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najis, maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Waletewa taarifa hapa, taarifa nzuri. Wameletewa taarifa nzuri, lakini hawakumwacha malaika aondoke hivi hivi. Tunaingia hapa katika mstari ule wa tuanzie mstari wa 19 pale. Anasema, basi Manoa akatoa yule mwanambuzi pamoja na sadaka ya unga. Umeona hapo sasa. Wameletewa taarifa, lakini hawakumwacha malaika aondoke hivi hivi. Walisindikiza na sadaka. Kuna nguvu kubwa sana ya sadaka. Unajua watu wengi sana wanadhani kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye sio taratibu. Nikwambie, hata shetani taratibu zake anazozifanya amezitoa kwenye Biblia. Anaiga kwa Mungu. Sasa kuna umuhimu sana wa kusindikiza maombi yako na sadaka. Kuna umuhimu sana wa kusindikiza muujiza wako na sadaka. Huyu mama ametembelewa na malaika. Ameshapewa habari njema kwamba utapata mtoto. Lakini hakuacha ile habari njema ishie pale hivyo hivyo. Aliactivate kwa kutoa sadaka kwa malaika. Kwa maana ikawa mara huo mwali wa moto ulipopaa. Tusome kuanzia mstari 19 pale. Tuanze 18 pale. Anasema malaika wa Bwana akamwambia, kwani wewe kuniuliza jina langu kwa kuwa jina hilo ni la ajabu? Basi Manoa akatoa yule mwanambuzi pamoja na sadaka ya unga, akamtolea Bwana hapo juu ya mwamba. Huyo malaika akatenda la ajabu, Manoa na mkewe wakaangalia. Alitenda la ajabu baada ya wao kuconnect maombi yao ama muujiza wao na sadaka. Sadaka ina activate utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yako. Kuna mahali ambapo utafika kwa kustruggle sana, lakini kama ni mtu mtoaji utavuka kwa haraka sana, kwa sababu umewapa malaika nguvu. Biblia inasema kwamba msije mbele zangu mikono mitupu. Wakristo wengi unaenda mbele za Mungu kuomba, lakini huendi na sadaka. Ni kwa nini? Kwa sababu mentality yako ama akili yako imewaza kwamba sadaka hii ninampa mtu fulani, nampa mchungaji. Lakini usijue kwamba sadaka hiyo inaenda kwa Mungu. Nitarudia mstari 20. Anasema, maana
Ikawa mara huo mwali wa moto uliopaa juu mbinguni kutoka pale madhabahuni. Huyo malaika wa Bwana akapaa katika mwali wa moto wa madhabahu. Nao Manoa na mkewe wakaangalia, wakainama kifudifudi. Kuna umuhimu sana wa kuconnect maombi yako na sadaka. Wewe ambaye umelia sana, unaomba sana, jaribu kuwa unapeleka maombi yako na sadaka. Mwambie Bwana, sadaka hii, maombi haya yasije hivi, ya manukato mbele zako. Malaika wale ambao wapo hapa kunitumikia, malaika ambao wako hapa kusema nami, wako hapa kunilinda, ninaomba Bwana ni activate utendaji kazi yao wao kwa njia ya sadaka. Kwa leo tutaishia hapa, tutaendelea wakati mwingine kwa habari hii. Somo la malaika ni pana sana. Kuna namna nyingi sana za kufanya malaika wawe active, wafanye kazi kwenye maisha yako. Lifanyie kazi ile ambalo umelisikia leo, na hakika hautobaki kama ulivyokuwa. Asante sana kwa kufuatilia platform hii. Mungu akubariki sana kwa kuweza kufuatilia, na asante sana kwa kila moja ambaye amefuatilia. Amen. Paka wakati mwingine tena, Mungu akubariki.